niwaambie kitu kimoja mwenyekiti, mna bahati sana. Sehemu nyingine unaita viongozi wa dini wanaogopa kuja kukutana na nyinyi. Nyie askofu anakuja kwenye mkutano wenu. Nyie mnajiamini kama sisi watu wa Tarime. Kwa mazingira ya nchi hii yalipofikishwa, tumieni nafasi nzuri. Mimi nimepita barabarani hapa, watu wanakimbia, wanashangilia, wanapenda sana hiki chama. Tatizo ni sisi viongozi, si ndio? Naomba kitu kimoja, tusifanye ushabiki sana. Nataka niseme jambo moja. Mwenyekiti, sisi wengine tumeumia sana kwenye hiki chama. Na tumepoteza sana. Mimi mdogo wangu ameuawa katika mapambano ya hiki chama. Kwa kila ninapoamka naona kaburi la Suguta hapa. Ndio maana hatutakubali kwa mtu yeyote kuchezea hiki chama. Kwa sababu hii ndio taasisi itakayowaondoa Watanzania kwenye umaskini. Sasa tulinde hii taasisi. Na tuilinde kwa wivu mkuu, kwa maneno na matendo. Na sisi tunawaahidi kwa niaba ya mwenyekiti wa taifa, tutakifanyia kazi hiki chama ambayo haijawahi kutokea. Mimi nimekulia huko pamoja na maumivu yote ambayo tunaweza kuhesabu. From a very humble family. Nimekuwa diwani, nimekuwa mbunge, nimefahamika duniani, nimekuwa member wa International Young Democratic Union duniani. Nimekwenda kila kona ya dunia hii kwa sababu ya heshima ya chama hiki. Watu wengi hawajanufaika na matunda ya chama hiki. Hawajawahi kuwa madiwani wala hawajawahi kulipwa fedha ya chama hiki, lakini wapo kwenye mapambano. Sisi wengine tunalala warau kwenye nyumba ambayo unasema kutokana na ubunge wangu nilinunua nyumba. Tunapoona mzee kama Kasiupa, mzee amekuwa mbunge. Hamna wazee wengi kama hawa ambao wamekuwa wabunge ndani ya CCM. Anaweza kujitoa kule akaja kuungana na nyinyi. Hana anachohitaji kutoka kwetu. Anachohitaji ni kuona nchi hii tunaibadilisha. Kuna wasihi sana ndugu zangu, tusiwe na migogoro isiyokuwa na msingi. Kwa hiyo tutakuja hapa, tutazungumza, tutawekana sawa. Hatutashindwana. Tutakijenga chama. Hilo lilikuwa ni jambo la mwanzo kabisa ambalo nalizungumza. Kwa hiyo tarehe 31 asubuhi kwa uwezo wa Mungu tutakutana. Na mchana tutafanya mkutano hadhara. Tutazungumza na wananchi. Viongozi wetu wa dini, ninawashukuru sana kwa kuja na kupata nafasi ya kutusikiliza na kutufahamu sisi ni kina nani. Unajua, unaweza ukawa unaambiwa binadamu ana sura tatu. Kuna vile unavyomuona, kuna jinsi anavyojiona, na kuna uhalisia. Unavyojiona mimi sio sawa na wewe unavyoniona. Lakini ukipata nafasi ya kuniona na kunisikiliza, utajenga perception juu yangu. Pengine wakati mwingine watu wanawaambia Chadema ni watu wabaya, ni watu wa ugomvi, ni watu wanataka nchi hii haribike, ni watu wasiotaka amani. Ukipata fursa ya kukaa na sisi ukatusikiliza, utajua kwamba kumbe nilichoambiwa sio kweli. Hawa ni watu wema, ni watu wanaopenda nchi hii, ni watu wanaotaka maendeleo ya nchi. Na namshukuru mchungaji, alikuwa anazungumza akasema amani ya Tanzania kwanza. Lakini baadaye mwishoni ameweka vizuri sana, akasema haki. Neno la Mungu linasema haki huzaa amani. Haki ndio mzao wa nini? Sehemu ambayo hakuna haki hakuwezi kuwa na amani. Falsafa ya chama
chama chetu, ukifungua katiba sura ya 3 inasema falsafa ya Chadema ni kuamini katika nguvu na mamlaka ya umma, the people's power, katika kumiliki, kuendesha, kubuni, kuendeleza maamuzi, mawazo na rasilimali za nchi yetu, uchumi wa nchi na siasa ya nchi yao. Wananchi wamiliki, kubuni, kuendesha uchumi wa nchi yao, siasa ya nchi yao. Wananchi wenyewe, nguvu na mamlaka ya wananchi. Na hii sura ya 3 ya Chadema inazungumza sawa sawa na katiba ya nchi yetu ya mwaka 77 ibara ya 8 kwamba msingi wa mamlaka na madaraka yote ya nchi ni wananchi wenyewe. Tutasoma kwa kifupi. Ukisoma sura ya 3.1.5, Chadema inaamini kuwa mifumo na miundo ya utawala wa nchi yetu haupo kwa ajili ya kutumikia umma, bali umma ndio unazitumikia serikali hizo zilizoko kwa sasa. Watu wachache wamepoka mamlaka na nguvu ya umma, na umma umegeuka kuwa tumikia wao badala ya wao viongozi kutumikia umma. Sasa wazee wangu, viongozi wa dini, nani anaweza kupingana na jambo hilo hapa akasema leo nchi hii viongozi wanaotumikia umma? Nani anaweza kusema hivyo? Nani anaweza kuthubutu kusema hivyo? Umma umegeuzwa kuwatumikia viongozi. Ndio maana baba askofu, wewe ukiugua utatibiwa Rwanda, utatibiwa hospitali ya Kiera. Ikishindikana utaenda labda mkoani kama umejitahidi. Ukiweza sana utafika Muhimbili. Lakini mbunge wako akiugua, ana insurance, anakwenda India kuanza kupima. Huyo anakutumikia wewe au unamtumikia wewe? Si kama tunaelewana? Unaelewa ninachokizungumza? Mbunge wako akiugua, akisikia tumbo linamsumbua, break ya kwanza atapimwa India, kwa sababu hawaamini katika madaktari wetu. Hawaamini katika vyombo walivyovileta kwa ajili ya kututibu sisi. Nani anaweza kusema huyo mbunge anakutumikia? Nani anaweza kusimama hapa akasema Rais Samia yupo kwa ajili yetu sisi kwa ukweli wa Mungu kabisa? Nani anaweza kusema hivyo? Hali kama wewe, hatibiwi kama wewe, halali kama wewe, lakini vyote hivi vinafanywa kwa rasilimali zetu na kodi zetu. Mungu ametuweka Tanzania nchi yenye neema kuliko nchi nyingi. Mimi nimezunguka duniani. Unakwenda nchi unakuta ina rasilimali moja tu, mafuta. Unakwenda Israel, jangwani, hawana hata mafuta. Waisraeli wanasema akipewa mzigo mkubwa wa kubeba, haombi apunguziwe mzigo, anamwomba Mungu awe na mabega makubwa ya kuweza kuubeba mzigo huu. Ndio maana wamebadilisha jangwa linatoa matunda duniani, kwa sababu Mungu amewapa akili. Wanatumia akili yao kama rasilimali. Ndio maana Israeli iko kushoto, Syria iko Sinani, wako nani, mataifa makubwa. Wao nchi ambayo ni ndogo ina kilomita za mraba 40,000. Mkoa wa Mbeya una kilomita za mraba 62,000. Mbeya ni kubwa kuliko Israeli. Israeli ni kubwa kiteknolojia, dunia inaitegemea. Nani leo anasema Waisraeli wamefika pale kwa maombi peke yake?
wamefika kwa jitihada za maombi, lakini na kufanya kazi na kuwa na viongozi waadilifu. Msingi wa taifa hili ilikuwa ni kuendeleza nchi hii. Ndio maana ukiangalia kibuts, vijiji vya Israeli ni sawasawa na JKT zilizoanzishwa na Mwalimu Nyerere. In fact, JKT zilianzishwa na Waisraeli ndio walikuja kuzianzisha. Kama zingeendelezwa, leo tungekuwa taifa kubwa kiuchumi duniani. Lakini tumefeli kwa sababu ya viongozi. Watu wetu ni maskini katikati ya utajiri. Watu wetu hawatibiwi vizuri. Watu wetu wanatembea kwenye barabara mbovu, hawana maji, hawana umeme wa uhakika. Elimu zao ni mbovu. Hawana uhakika wa ajira. Na walioko madarakani hawana ubunifu wa kutengeneza ajira. Huwezi kuajiri vijana wa nchi yako kama unaenda kwenye mgahawa hapa Kyela unakuta tomato sauce ni American Garden ketchup. Tumeagiza tomato sauce kutoka Marekani. Unachukua fedha ya mama wa Kyela ambaye anadondosha tomato sauce kwenye chipsi, unaituma kwenda kutengeneza ajira, wakati kuna nyanya hapa Kyela zinaoza kila msimu kwa kushindwa kusindika. Kama tuna watu wenye ubunifu, ukitengeneza kiwanda cha tomato sauce, unapiga marufuku hizo za nje, hicho kiwanda kitaajiri vijana. Mama anayelima nyanya atapata uhakika wa sehemu ya kuuza nyanya yake. Yule kijana aliyeajiriwa kiwandani atailipa serikali pay as you earn. Kiwanda kitalipa corporate tax. Serikali itapata fedha nyingi zaidi. Itaajiri walimu zaidi. Itaajiri askari zaidi. Kwa hiyo hatutakuwa na vijana mtaani wanaotafuta kazi ya ualimu kwa sababu hawana kazi. Kwa sababu serikali itakuwa na fedha za kuajiri. Tunachukua hizo fedha tunapeleka Marekani. Sisi tunaagiza mchele kutoka Pakistan. Mwaka jana takwimu za serikali tumeagiza mchele wa dola wa shilingi bilioni 269 kutoka Pakistan. Hizo fedha ukiwapa wakulima wa Kyela wakanunua trekta, watazalisha mchele ambao hauna wakupeleka. Nani anaweza kusimama akasema hawa watu wapo kwa ajili ya kutumikia watu? Wanaoagiza mchele wa basmati kutoka Pakistan, wakati Kyela inalima mchele namba 1 duniani wenye harufu nzuri unaoaminika. Watu wa Kyela wanachohitaji ni fedha za kununua mbegu, ni namna ya kutoa maji ziwani ambalo liko hapa Nyasa uwafikishie mashambani. Mchele ni siku 90, ni miezi 3 au sielewi mimi. Unachohitaji ni maji. Kama watu wako wana uhakika wa maji, hawatasubiri msimu wa mvua kulima. Baada ya siku 90 watapanda tena, baada ya siku 90 watapanda tena, baada ya siku 90 watapanda tena. Kwa mwaka watavuna mara 4. Wanachohitaji ni trekta, wanachohitaji ni mbolea, wanachohitaji ni maji. Huhitaji kupeleka hizi fedha nje, unahitaji kuleta kwa wananchi. Walime, watajirike, wauze, wajenge nyumba, walale sehemu nzuri, waendeshe magari. Hiyo ndio serikali tunayohitaji, itakayokuja kutumikia watu, na serikali hiyo ni ya Chadema. Sisi hawawezi. Sisi hawawezi. Miaka 63 baba askofu wameshindwa, hawawezi. Nani anaweza kusimama hapa akanipinga kwamba leo sema ni uongo? Nani anaweza kusema? Tunakuaje nchi ambayo tunakuaje nchi ya 3 duniani kwa kuwa na maji na watu wetu hawana maji? Ukienda Dubai, ukienda Saudi Arabia,
jangwani. Wanachukua maji baharini ya chumvi, wanafanya kitu kinaitwa desalination. Wanaondoa chumvi kwa mitambo. Hakuna mtu anakosa maji. Tanzania tuna ziwa pana kuliko yote Afrika nzima. Ziwa Victoria liko Tanzania, la pili duniani kwa upana. Tuna ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani liko Tanzania. Watu wetu hawana maji. Maji yanatoka ziwa Victoria yanakwenda Misri. Hakuna mtu anakosa maji jangwani. Sisi hatuna maji. Nani anaweza kusimama kwa ujasiri akanipinga kwa hoja hizi ninazozisema? Nani anaweza kusema sisi tunaweza baada ya miaka 63 kufanya haya? Miaka 63 sio midogo. Baba Askofu, Korea mwaka 55 wamepigana vita wenyewe kwa wenyewe. Korea Kusini na Korea Kaskazini. Walikufa watu milioni 5. Hakuna kilichosalia. Toka mwaka 55 mpaka leo Korea iko dunia ya kwanza. Ukiona Samsung imetengenezwa Korea. Ukiona friji ya Samsung, TV, simu, meli, kila kitu wametengeneza Korea. Wanatupa sisi msaada ambao mwaka 55 walikuwa wanakula mizizi ya miti kwa sababu ya hali mbaya ya uchumi. Dubai tunawapa bandari zetu. Mwaka 61 walikuwa watu 70,000 peke yake. Mwaka 61 juzi Dubai walikuwa watu 70,000. Mwaka 69 ndio wamevumbua pipa la kwanza la mafuta. Leo Dubai nchi ya watu milioni 3. Tumewapa bandari kwamba sisi hatuwezi kuendesha bandari. Tuko watu milioni 63. Wao watu milioni 3 wana akili ndio wanaweza kuendesha bandari zetu. Nani anaweza kusimama akanipinga kwa hoja hizi? Nani anaweza kusema viongozi tulionao ni kwa ajili ya watu wetu? Nani anaweza kusema hivyo? Bahari yetu ina urefu wa kilomita 1600 kutoka Mtwara mpaka Tanga. Tunazungukwa na nchi 6 landlocked. Malawi, Kongo, Zambia, Uganda, Rwanda, Burundi. Ili mtu aendeshe gari Burundi akiinunua kutoka Japan, inapita kwenye bandari za Tanzania. Maji yametupa Mungu bure. Unachohitaji ni kutengeneza gati na kuweka mfumo wako. Gari kitoka kule imenunuliwa na Burundi, kama ameiba, kama mfanya nini, kama mfanya akibua gari kutoka Japan, ikipita hapa na kulipa pesa kwa kupitisha kwenye maji aliyokupa Mungu bure. Wakinunua excavator kwenda Kongo, ikipita hapa na tulipa pesa, maji ametupa Mungu bure. Na hiyo gari ikishuka bandarini, walioifuata kutoka Burundi watahitaji kuweka mafuta hapa Tanzania. Sasa zimetoka Burundi imekuja. Mwenye kituo cha mafuta atanunua mboga kwa mama anayeuza mboga. Atajenga, fundi ujenzi atapata kazi. Fundi ujenzi atapanda bodaboda, bodaboda atapata hela. Bandari ametupa Mungu bure. Zambia wakisafirisha mzigo wao wa kopa, wamechimba wenyewe, wamefanya nini, au mazao wanayopeleka nje. Ukipita kwenye barabara zetu kuanzia Tunduma ni hele inaingia, kwenye Akirara hoteli ni hele imeingia, akiweka mafuta hele imeingia. Akifika bandarini anatulipa kwa kupitisha kwenye maji yetu. Maji ametupa Mungu bure. Hiyo bandari tumesema hatuwezi kuiendesha, tumewapa Waarabu. Nani anaweza kusimama kwa ujasiri akatupinga sisi Chadema tukisema hawa hawana uwezo na nia na dhamira ya kuendesha nchi? Nani anaweza kusema? Nani anaweza kusema? Haya ndio tunalalamikia Baba Askofu. Haya ndio tunayosema CCM wameshindwa. Na kwa sababu wameshindwa, hawana ushawishi, hawezi kutengeneza ajira. Wanajua tukienda kwa wananchi kuzungumza tutawashinda, wananchi watatuunga mkono. Wanafanya nini sasa? Wanapora uchaguzi kwa kutumia polisi.
tumesema ili tupate nafasi ya kufanya mambo mazuri, tubadilishe kilimo chetu, vijana wetu wapate ajira, inawezekana. Ili tumiliki bandari tena. Airport ya Kia Mzee Kasupa imekabidhiwa kwa Oman, kwa serikali ya Oman. Airport aliyojenga Mwalimu Nyerere, kwamba sisi hatuwezi kuendesha, tumewapa wa Oman. Kwa kila mtalii akiruka kutoka Ulaya, akitua pale, akishuka kwenye gharama ya ticket, air ticket, kuna $55 inazokatwa kwa ajili ya kutumia uwanja wa ndege. Akiwa anarudi $55. $55 ni kama shilingi 140 au 50. Kwa hiyo akitua amelipa 152, akiruka 152 tatu. Na kile kiwanja kinapitia watu milioni 1.5 kila mwaka. Piga mara 300. Ni bilioni ngapi za fedha? Uwanja wa ndege wa Dar es Salaam unapitisha watu milioni 3. Nao huko kwenye mchakato wa kutolewa. Reli umesikia wamekabidhiwa wa China kwa miaka 27. Hizo fedha ambazo mtalii atalipa zitachukuliwa hapa, zinapelekwa Omani, zinapelekwa Arabuni. Utatengenezaje ajira kama miundombinu ya ajira yote unagawa kwa wageni? Utatengenezaje ajira kama tairi ya pikipiki inayokuja kutumika hapa Kyela lazima itoke China, kwamba mtu anaye hangaika hapa akalima akinunua pikipiki, akitaka kununua tairi mpaka hiyo fedha iende China kutengeneza ajira? Wakina Mzee Kasupa wanajua, Mwalimu Nyerere alitengeneza General Tires pale Arusha. Ilikuwa inatengeneza tairi mpaka za magari makubwa. Nchi nzima ilitumia General Tires. Sisi hatuwezi kutengeneza tairi ya bodaboda. Mwaka 50, miaka 60, 70 tunatengeneza matairi ya magari. Tunashindwa kutengeneza tairi ya bodaboda. Ili hiyo fedha ibaki hapa itengeneza ajira kwa vijana wetu, tunaipeleka nje kwa roho mbaya ili watu wateseke. Alafu uibe pesa, ununue vitenge, uje kuwagawia na mitungi ya gesi, wakati uchumi wao mkubwa umeotoa. Hiyo gesi ikiisha, nani ataijaza? Haya ndio mambo tunayoyapigania. Uchumi wetu, maisha yetu, hospitali zetu, elimu yetu ni aina gani, baba askofu? Tunafundisha watu wetu ili wawe nani? Tunafundisha watu wetu ili wamiliki uchumi. Wanapokwenda shuleni wanafundishwa elimu ya kwanza ya miguu mingapi. Wahindi wanafundisha watoto wao namna ya kukata tanzanite. Ndio maana tanzanite inayopatikana Tanzania peke yake duniani imeajiri watu milioni 6 India, wakati wa Tanzania kwenye tanzanite hawafiki hata 100,000 wanaofanya kazi hiyo. India ndio nchi yenye utaalamu wa kukata tanzanite kuliko nchi nyingine yoyote. Ndio nchi inayouza tanzanite kuliko nchi yoyote duniani. Tanzanite haipatikani kwingine kokote isipokuwa Tanzania. Oman anasema in abundance of water a fool is thirsty. Katikati ya wingi wa maji mjinga na kiu. Katikati ya utajiri wajinga tuko maskini. Haya ndio mambo tunayoyapigania. Sisi sio wagomvi, na kwa haya baba askofu tuko tayari kufa ili kurestore nchi. Ili rasilimali hizi zitumike kwa ajili yetu sote, sio kikundi cha watu wachache. Haya ndio mambo Heche na Lissu tutasimamia. Haya ndio mwelekeo Chadema itakaosimamia. Na katika haya tumesema hakuna uchaguzi utafanyika bila mabadiliko ya katiba. Hatutasusia uchaguzi, lakini hautafanyika uchaguzi. Tunataka mabadiliko ya kikatiba na kisheria. Tunaomba viongozi wa dini mtunge
huo upendeleo. Unapoona askari wanabeba kura kwenye masanduku wanaingiza ili wamhujumu mtu wa Chadema, baba askofu, na kuomba ukemee hilo kanisani, na utakuwa umemkosea Mungu. In fact, utakuwa umefanya kazi ya Mungu. Mfalme Daudi alipochukua mke wa Uria, Nabii Nathan alimfuata akamwambia, kuna mtu ana kondoo wengi na mali nyingi, amepata mgeni, lakini badala ya kuchukua mbuzi kwenye zizi lake, akaenda kuchukua kwa mtu maskini aliyekuwa na mbuzi. Daudi akasema huyo mtu anastahili kuuawa. Mfalme Nabii Nathan akamwambia, mtu huyo ni wewe uliyechukua mke wa Sauli wa Uria, na umemtanguliza Uria mbele kwenye mapambano makali, na ukaambia jeshi lirudi nyuma. Alikuwa anamzungumza na serikali. Mfalme Daudi alikuwa serikali, tena serikali ya kifalme, ni serikali yenye nguvu. Mnajua kukosoa viongozi hamumkosei Mungu, mnatenda kazi ya Mungu. Tuungeni mkono kwenye mambo haya, tubadilishe nchi kwa ajili yetu sote. Asanteni sana Kiera, Mungu awabariki, tukutane.